Nimekusalimia katika jina la Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naenda mbinguni. And niseme tu asante kwa Yesu kwa sababu amenifikisha wakati huu. Tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani asubuhi ya leo. Ninakusujudu nikisema unastahili. Nena kupitia ulimi wangu na nenea huyu ambaye ananisikia. Pokea sifa mwana wa Mungu, pokea utukufu. Sifa na shukrani na wema zako Mwenyezi Mungu. Nena tu kupitia ulimi wangu. Bariki mwenye kunisikiza. Na nafunika kila mmoja ambaye anafungulia hii video na damu yako Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. My brother, ni siku ingine njema ambayo Kristo ameniwezesha nikunenee kwa muda wa siku kadhaa. Nafikiri kutoka wakati nimeweka hiyo video tukiwa na Pastor Simon sijaweka kitu ingine. Na niseme hii, asante sana kwa wale ambao wamekuwa wakiniombea. Na niseme Mwenyezi Mungu amenilinda, ameniweka mpaka siku ya leo. Lakini haikuwa jambo rahisi, maana kuna wakati tumesemezana na Kristo mpaka akawa ananionyesha umuhimu wa kutoogopa kifo. You know, I had that fear. Najua kama mwanadamu, hata kama Kristo ni rafiki, hata kama tunasemezana na Kristo kila siku, I'm a human being. I had that fear. Itakuwaje? Lakini baada ya siku ya kwanza na ya pili kusubuana, Kristo akaninenea wakati mmoja, akaniambia kuna a group ya wachawi na wameshikana na wahubiri, wanataka kuniangamiza. Maana wanasema ninaongoza watu wengi sana kufuata imani ya kweli, na wengi wanasema ninatoa watu katika makanisa yao. Sasa wakaenda katika hizo miungu zao za majuju, wakajua niende namna hiyo. Haikuwa hali rahisi kwangu, maana unajua wakishindwa kunifuata ama ninawanenea ambao wananitumia, naye Kristo anaashiria malaika katika njia zao. Sasa waliona wakuje in the spirit ama kimwili sasa, na maugonjwa na nini. Nimesumbuliwa na mwili siku 3-4. Na nikaambia Kristo I'm okay. Na nikamuuliza what next? Akaniambia Dongo, uko na deni ambayo si yangu nikiwa mwokozi, lakini kwa watu fulani ambao hujawaongelesha na haujawapea neno, haujawafikia wewe. Sijawafikia kupita wewe. Na ndiposa kuna hiyo basi ambayo Mwenyezi Mungu ameiashiria duniani wakati huu, kwa sababu ya wale watu ambao wamekaa vizuri na wahubiri ambao maybe Mwenyezi Mungu anaondoa. Let me see hii basi ya servant of God. Sasa na ni kubwa, hii basi ni kubwa. Ikanipata nikiwa nimesimama mahali, na hii niseme ni vision. Kana napendanga wakati Kristo ananinenea tukiwa na yeye hapa, ninakuambia ameninenea. Hii ilikuwa ni katika maono siku fulani hapa nyuma, nikiwa nimesimama tu kando ya barabara, na hii basi ikaja kubwa. Juni ile inakuaga na joint hapa katikati, basi kubwa. Kenya nafikiri ziko kama 5 tu. Na ikawa kondakta akatoka akasema na twende juu huko stage. Sasa nilipokuwa naenda kuingia ile basi ili niondoke, nyuma yangu kuna mahali, na ni mahali tunakunywanga chai, ni hoteli tu fulani tu hapa kwetu Kayole. Nikienda kukimbia ili niingie ile basi, huyo mama akaniita, "Hey pastor, kwa nini umeenda na deni yangu?" Niliangalia nyuma nikamuuliza, "Deni yako gani? Na mimi nimekunywa chai na nimelipa." Akaniambia, "Hapana, uko na deni yangu." Kisha na ile basi ikaondoka. Nikajaribu kuifuata ili niingie ndani, maana najua mbinguni ni kuzuri. Haikuwezekana. Kristo wakati nilikuwa ninaikibisa, Kristo akaniambia wakati bado,
Na mimi ni mmoja wa wale. Ukiniambia tuombee jamaa yako ama mtu wenu aongezwe siku na Mungu, siwezi. Maana wakati moja niliombea mamangu aongezwe siku na Mungu. Silikuwa ni zile siku za kilio. Aliongezwa miaka lakini ilikuwa ya kilio. Mimi napenda kwenda mbinguni. Lakini huyu mama aliponiita, naye Kristo akanielezea uko na deni yake. You know, in fact nilisababisha kumuelezea mimi sina deni juu nimekunywa chai kwake na nimelipa. Mama akasimama tu akiwa ana insist uko na deni yangu. Nikamwangalia, nikapenda kujua hiyo deni niko naye ni gani. Let me see this, wa mama. Najua wakati mwingi mna watu wanawaangalia in a way that ni kama they don't respect. In fact, na kama kuna huduma ambayo iko juu saa hii na wakati huu, ni huduma ambayo Kristo anahudumu kupitia wamama. Na nikisema hivyo niko na sababu. Kwa sababu angalia hapa. Wakati Yesu Kristo alikuwa anaenda kusulubishwa pale kwa msalaba, akiwa amembeba ule msalaba akiwa katika hiyo safari, kuna wakati mamake na mama mwingine walikuja wakawa anamwambia kunywa hii. Lakini akawaambia jiririeni nyinyi, walikuwa analia na watoto wenu. Ona hili jambo. Kristo aliwaelezea hivyo na haijanenwa tena katika maandiko kuwahusu hao mama wawili. Na kisha Kristo akasulubiwa na wakamweka kaburini. Walipomweka ile kaburi na wakafunga, watu wa kwanza kuamka waende waangalie kama Kristo amefufuka walikuwa ni wamama. Wale watu ambao waliamka kaburini mapema walikuwa ni mama wa Yesu na mama mwingine hapo. Na kisha jiwe lile stone ilikuwa imeondolewa. Mamake wakawa wanaangalia katika hiyo cave. Na diposa wakaona malaika. Na kisha ule malaika akawaelezea, kwa nini mnatafuta yule ambaye ako hai katika wamekufa? Walipokuwa wanaongea na malaika kisha wakaangalia nyuma, Kristo akawa nyuma yao. Kristo aliwanenea akawaelezea, enendeni mkaambie wanafunzi. Enendeni mkaambie niko hai nimefufuka. Ministry ya mama saa hii iko juu. Kulikuwa na akina Petro na mitume wote, lakini hawakuwa na saa ya kukimbia pale asubuhi na mapema. Mtoto na mama. Na diposa kwa sababu ya huo upendo, ikawa ndio hivyo. Ministry ya women in the world iko juu sana. Na ninatarudia juu nilikuwa nimeongea hili jambo siku nyingine. Mko na sifa ambayo mmepewa na Mungu. Mko na kibali ambayo mmepewa na Kristo. Na anawasihi muitumie. Hiyo kibali Kristo anawasihi muitumie. Maana ukiangalia 90% ya watu ambao wameokoka wamama ndio wengi. Na sio kusema ati wanaume hakuna. Lakini ministry yenu iko juu. Na juu nyinyi ndio mlikuja wakati Mwenyezi Mungu alimuumba Adamu. Mama alikuja nyumaye. Sasa kufunga ni nyinyi. Muombe hapo muelewe vile ninasema. Maana Kristo anawatumia. Na niseme hili jambo lingine. Ningependa. Na hii ni request kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa Kristo. Amenipea huu ujumbe wa Nebukadnezar. Nebukadnezar ni jamaa moja alikuwa mfalme, na story ya huyu ama habari ya huyu jamaa iko katika kitabu cha Danieli. Here the young man at Nebukadnezar court. Nebukadnezar alikuwa mfalme ambaye tuseme alitembea kulingana na mapenzi yake. Ukikuja Daniel 1 utasoma habari ya the young man at Nebukadnezar court. Tukienda Daniel 2, Nebukadnezar dream. Hii ni kitu unaweza soma, maana Mwenyezi Mungu amenihusisha na akaniambia niongee na niwaelezee. Muingie katika kitabu ya Danieli, kuanzia hapo moja
utaona story ya Nebuchadnezzar. Saa hii ni story, lakini wakati ule ilikuwa reality. But God wants to go through with you through this. Tukienda Nebuchadnezzar chapter 2, dream. Na hapa katika Daniel 2 kamstari 14, God showed Daniel what the dream means. Now, tukiendelea namna hiyo, tukifika pale 2:24, Daniel talked to the king. Daniel tells the king the dream and explain it. Now, hii ni safari ya Nebukadnezar na Kristo. Walimaliziana aje? Tunaenda pale 3. Nebuchadnezzar commanded everyone to worship a golden statue. Now, Kristo ananihusisha hivi na ananiambia nikwambie hivi. Kuna watu ambao Mwenyezi Mungu anawapenda na walianzana na yeye. Wakakuja tu kimchezo, wakawa kama Nebukadnezar. The life of Nebukadnezar iko kwa watu wengi duniani siku ya leo. Na kisha tukienda pale 3, Daniel 3 kuanzia hapo 1. Nebuchadnezzar commanded everyone to worship a golden statue. Sasa ujue huyu Nebukadnezzar alikuwa amenenewa na Mwenyezi Mungu kwa hapa 2. Tukienda pale 3, sasa umungu ka umekuwa ni hamba kwake, na kisha akawa na marafiki ambao walimuonyesha ni vizuri kutengeneza one statue. Ni Mungu, unaona, miungu hizi si Mungu ya kutengenezwa na mikono. Na kisha Nebukadnezar alipoagiza hii kitu iwekwe juu, ama hii miungu iwekwe juu, na akasema kisha kila mmoja aiabudu. Tukienda hapo 8 inasema Daniel 3 friends accused of disobedience. Sasa kuna maishani wewe ambaye ninanena na wewe, maana Kristo ananionyesha ni kama 40% ya watu ambao ninaongea katika 100. Na wakati nimeomba hapa nikiwa nimefunga macho tunaomba, nikaona ostrich imepita kando ya barabara ikiwa imekibia. Sasa na wakati imekibia namna hiyo, Kristo akaniuliza hapa tu wakati tumeanza kuomba, akaniuliza ostrich ni mnyama ya nyumbani ama ostrich ni mnyama ya forest? Ostrich ukianza kuhesabu, is it a domestic or wild bird? Sasa nikauliza Kristo maana ya kuniuliza swali hili juu ninaona hii ni ostrich. Nilikuwa naiona ikiwa imekibia. Naye Kristo ananiuliza hii ostrich ni domesticated animal ama ni ya nyumbani ama ni ya wild bird? Sasa nikamuelezea ninaona kama sielewi. Maana hii bird ukipata hata kama ni wapi unaweza ipata tu in the forest, haikuulizi, haina shida na wewe, hata ikikuona inatoroka. Kisha na ukitemu ilete kwa nyumba ni kitu mzuri. Unajua, sasa Kristo akaniambia hili jambo. Kuna watu maishani mwao wanakaa kama hiyo ostrich. Sasa akawa ananiuliza ostrich inafaa kuwa nyumbani ama inafaa kuwa katika forest? Hata wewe niambie ostrich inafaa kuwa wapi? Maana ostrich ni mnyama ambao sio violence, haikuagi na fujo. Ni mnyama ambao haikuagi na fujo. Sasa inaweza kuwa tamed nyumbani na inaweza kuwa forest na iko sawa. Sasa Kristo naye akawa anasema namna hii. Hapendezwi na Wakristo ambao wanakaa kama ostrich. Haieleweki, haijulikani. Maana ukiileta nyumbani haina shida. Ukiashiria in the wilderness haina shida. Well, hiyo ndio kitu Kristo alinionyesha wakati nilikuwa nimefunga macho niombe. Na hapa tunakuja mtu mfalme ambaye anaitwa Nebukadnezar. Alianza vizuri. Tuseme tu alikuwa mfalme, si alikuwa amepewa mamlaka na Mungu. Maana ukikuja hapo mwanzo, huyu jamaa ndogo tu.
ukikuja hapo mwanzo tunaanza the young men at Nebuchadnezzar court. Mwenyezi Mungu ili amruhusu Daniel, Shadrach na Abednego wawe katika hii issue, ilikuwa ni Mwenyezi Mungu kutaka kudhibitisha ukuu wake katika hali. Sasa hao vijana watatu wakakataa kutii vile mfalme anasema, lakini walikuwa wamekaa kwa Mungu na walikuwa matendo yao ni sawa, ijapokuwa hawakuwa wanajulikana. Sasa issue ni Nebuchadnezzar akawa tuseme ni kama mjeuri, akawa na watu ambao wanampea advice na kisha akubali kutengeneza ile stash ile miungu ile Mungu wa bali ile, ili kila mmoja aisujudu. Nao baada ya hii kitu kuwekwa juu, kuliitanwa mkutano na dakinandani, ni wakakataa kuisujudu, wakasema haiwezekani, walikaa wakiwa wamesimama. Now here Daniel 3 hapo ine, Daniel 3 friends accused of disobedient, walikataa kutii. Now here ukiangalia sasa hapa tatu, Daniel wakawa accused, na mwenye kusababisha wakuwe accused ni mfalme. Sasa hapa kulikuwa kuoneshana ukuu wa Mungu, na upande mwingine kulikuwa kunaonekana ukuu wa Mwenyezi Mungu. Daniel wanaonyeshana ukuu wa Mwenyezi Mungu, naye mfalme akiwa anajua na hakusikia. Juu huyu Nebuchadnezzar baada ya kufanya hii mambo yote na kutosikia, akaweka vijana korokoroni na kisha wakawa waine kwa moto. Na Daniel na mfalme huyu akajua hii inawezekana, Mwenyezi Mungu anafanya kazi katika hao vijana. Nao ilifika wakati baada ya hii mambo yote, Mwenyezi Mungu sasa akanenea Nebuchadnezzar na akamwambia kwa muda wa miaka 10 wewe utakuwa ABCD. Sasa angalia jambo hili. Huyu Nebuchadnezzar ameona ukuu wote wa Mwenyezi Mungu, na kisha dakika ya mwisho akiwa ameyaona yote, ilimbidi awe vile Mwenyezi Mungu alisema, maana alimsababisha awe kama mnyama na akakaa hiyo miaka yote akiwa kama mnyama wa porini. Hakuwa na nyumba na akaanza kutembea na mikono na miguu kama mnyama. Mwenyezi Mungu akasababisha. Now the question is here. Wewe ambaye unanisikiza, wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye unaishi siku ya leo, unapitia nyakati gani? Wewe ni kama Daniel, ni kama Nebuchadnezzar, sorry not Daniel. Wewe ni kama Nebuchadnezzar ambaye ameona utukufu na ukuu wa Mwenyezi Mungu, na kisha unakataa kutii. Unaona ukuu wa Mungu na kisha unakataa kutii. Sasa Kristo hapa alipokuwa ananipea huu ujumbe wa Nebuchadnezzar, akawa ananiuliza ni magapi yametendwa na hawa, jihesabu ama ukose kujihesabu. Nasema mtu ambaye anajua kuishi maisha matakatifu ni vyema, na haishi, uamuzi wake ni kutoishi maisha matakatifu. Wewe ni magapi unayapitia kama yale ambayo Nebuchadnezzar aliyapitia? Ukiangalia hapa tatu sasa uelekee, utaona vile Nebuchadnezzar alienda. Hii Daniel inaongea habari ya Nebuchadnezzar kwa urefu. Tukienda pale ine, tuende Daniel ine, kuanzia hapo juu utaona the dream ambayo Nebuchadnezzar alidream, na kisha Daniel dream ambayo Nebuchadnezzar alidream. Na hiyo dream baada ya kuiota, Danieli akaja akamuexplainia, na baada ya kumuexplainia walipowashana, diposa nguvu ya Mwenyezi Mungu ikamuguza yule mfalme Nebuchadnezzar. Na hapa sasa ukianzia 19 kuendelea baada ya dream,
utaona vile Nebukadnezar alifanyika kama mnyama na akakaa hiyo miaka yote akiwa hivyo. Walianzana na Mungu wapi? Nao kuna kiwango ya watu, na kuna watu ambao Mwenyezi Mungu ananielezea wakati wa leo wamepelekana na Mwenyezi Mungu na wameona ukuu, na wamezidi tu kutosikia, wamezidi tu kutotii, wamezidi tu kutosubmit. Kiwango yao imefika sasa hapa dream. Now hapa katika hii katika Daniel 4 ambako Nebukadnezar aliota doto na akaelezewa na Daniel vile ilitokea, ilikuwa ama vile itakuwa. Nebukadnezar walikuwa ameanzana na Mwenyezi Mungu, maana ameanzana na Mungu kutoka hapo moja, akawa anaona ukuu wa Mungu, akawa anaelezewa, akawa anajionea, lakini kwa kutotii kwake akawa hapei respect, hakai kulingana na vile Mwenyezi Mungu anataka. Maana angelitii na ajue Mwenyezi Mungu na asiwe na ile roho ya kiburi, Nebukadnezar maybe hangefanyika kuwa mnyama ama kukaa na roho na hiyo spirit of an animal. Maana alikaa hiyo miaka yote na Mungu alimtoa na kisha akamrudisha kwa ufalme. Sasa kuna watu Mwenyezi Mungu alinielezea, kuna watu wameenda safari na Mwenyezi Mungu kama hiyo, na akaniambia sasa niko hapa, ninataka nimewaonyesha ndoto ya mwisho, na Mwenyezi Mungu amenena na nyinyi kupitia maprofeti na watu wengi, akina mimi na wengine ambao wanaongea hii injili ya ukweli. Sasa ili Mwenyezi Mungu akuletee hii hukumu, umeyasikia mpaka unaona ni kama sio Mwenyezi Mungu ananena. Maana leo hii watu wanajionea makubwa. Kulikuwa na El Nino hapa na baada ya El Nino kuisha watu wakawa naogopa. El Nino kuisha tu watu wakasahau. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kuna watu amepeleka kiwango hiyo na punishment yao iko kwa mdomo, anataka kuiashiria. Lakini sasa wewe Mwenyezi Mungu, kulingana na vile Kristo ananielezea hataki kuashiria kiboko juu yako kama vile aliashiria Nebukadnezar. Anakuambia fikiria vizuri, uone na ujipime na ujue unaangalia wapi na unaenda wapi. Sasa ile jambo ambayo inanisubua ni hii. Kristo ananielezea amenena na hawa watu sana, amewaonyesha ukuu wake. Akina nyinyi mnanisikiza, amewaonyesha ukuu wake, na kisha nyinyi hamjasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Anasema ameanziana na nyinyi bali amewapeleka, mmekuja na yeye na mmefika kiwango hii, anataka kuashiria kiboko juu yenu. Sasa ile jabu ni hili. Kristo ananielezea, ashai wanenea kuhusu hili jabu, amewaonya sana mkae maisha ambayo wanahitaji. Unajua kuna Wakristo mara mbili. Wakristo ambao wanakaa kwa Kristo kwa sababu wamejitolea freely, hawana msukumo. Lakini kuna hao Wakristo ambao wanakaa kama Shadrach. Unaona kati ya Shadrach, Daniel, Abednego, tukiangalia kwa maandiko, Daniel ndio tunaongea habari yake, maana yeye ndiye alinenewa na Mwenyezi Mungu kwa ukuu. Lakini ujue walikuwa watatu. No, kuna kitu nataka kusahihisha hapa. Kulikuwa na Shadrach, Meshach and Abednego. Nisishaganye hii. Maana kati ya watatu Shadrach, Meshach and Abednego, kuna hapo nimekuwa nikiongea habari ya Daniel na watatu. Tuweke ile kando, maana mimi naenda sana nikawa nataja Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Hawa walikuwa watatu. Tukuje hali ya Daniel. Daniel akiwa amefungwa, na ninaweka NB note. Kuna mahali nimeongea habari ya Daniel, Shadrach na Abednego. Nimeshaganya hizo. Note that. Tukuje kwa Daniel, tuashane na wale watatu. Maana wakati wa watatu wale kuwekwa kwa moto. Just a minute.
bear with me like that. Nataka kurudia hii jambo vizuri. Sijakosea. Maana tuende vizuri. Sasa well, sijakosea. Tuko na Shadrach, Meshach na Abednego. Hiyo iko katika maandiko hii ya Danieli. Tukisoma hapo 3. Sasa Daniel ndiye mmoja wa wale ambao Mwenyezi Mungu alitumia wakati huu ili afikishie huyu mfalme message. Nimeangalia hivyo ili nisahihishe nisishaganye. Na nimepata vile nilikuwa ninaongea ndio hivyo. Maana ukienda katika Daniel 3 kamstari 19 uanzia hapo utaona habari ya Shadrach, Meshach na Abednego, wote wako hapo. Now, washa nikuja mahali nilikuwa. Baba, katika jina la Yesu na jiashiria kwako Mwenyezi Mungu. Mwana wa Mungu Kristo, pokea sifa, pokea utukufu. Nilinde. I cover myself with the blood of Jesus. I protect and I surrender my brain to you, Jehovah, in Jesus' mighty name. I protect and cover myself with the blood of Jesus, in Jesus' mighty name. Sikia hii. Najua, sometimes napenda kuwaelezea. Saa zile wewe unasikia mwili yako haisikii mzuri. Sometimes, unajua maugonjwa inatoka kwa shetani. Huwa anaingiza kitu kupitia kwa ugonjwa ambao uko ndani yako ili alete confusion. Ndio unaona nikiomba, maana shetani anataka kuleta confusion katika hii message isimalizike. Well, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you my Redeemer. You are all and you are mighty. There is no one like you. Na I cover each and every one ambaye ananisikiza na damu yako Yesu Kristo. Ninawafunika na uwezo wa jina lako. I also cover myself with the blood of Jesus and protect myself with the power of the name of Jesus. My brother, my sister, nilikuwa hapa. Kuna mtu, unajua, ili huyu mfalme Nebukadnezar afanye hii kazi yote, baada ya kuweka wale vijana kwa moto, akaona ukuu wa Mwenyezi Mungu. Na ujue, hata akiwa ameuona ukuu wa Mwenyezi Mungu, hakurespect Mwenyezi Mungu. Maana kama angerespect Mwenyezi Mungu, haingefika kiwango ya Mwenyezi Mungu kuonyesha Nebukadnezar dream hii ingine ya mwisho ili ikuje ifafanuliwe vizuri na Danieli, na kisha ikasababisha Nebukadnezar kuwekwa kama mnyama. Now, Kristo akawa ananielezea kuna watu ambao wako katika hii kiwango na wao wamemuona Mwenyezi Mungu. Wameuliza maswali mingi, wamejaribu. In fact, wengine wamejaribu Mwenyezi Mungu iwezekanavyo. Ni wewe Mungu, ni wewe. Wamemjaribu mpaka Kristo. Naye amekuwa mvumilivu, anawarudishia majibu na wamemuona. Lakini wamefika kiwango, wamedecide watapita ama watapitia ile njia ambayo wanataka. Kupitia ile njia kila mmoja wao anataka ni kujiigiza kwa mambo ambayo haiendi sawa na Mwenyezi Mungu. Now, hear this. If you are one of them and you have decided I won't submit, shida ni kwako, si kwangu na si kwa Kristo. Maana angalia jambo hili. Kuna watu ambao Mwenyezi Mungu anawapenda, kisha akiwaashiria tu akae kwa muda, huwa anawavuta na anawashika, anawavuta, lakini huwa anatumia kiboko. Mateso ama mambo mingi ambayo unaiona wewe siku ya leo, maana nilisema 40% unayapitia kwa sababu ya wewe kutoheshimu na kutotii sauti ya Mwenyezi Mungu. Mumeenda kwa manabii,
mumeombewa hapa na kule, umeelezwa hilo ndilo hilo, na wewe unasema hutaki, unatoroka ukienda huku na huku. Yona ndiye huyo alitoroka, na ilimbidi ahubiri injili kwa muda wa siku 3 pale Nineve. Haikuwa mapenzi ya Yona, lakini kule alipitishwa na Mwenyezi Mungu katika tumbo ya samaki. Wewe ni mmoja wao ambao umepitishwa hivyo. Nao Mwenyezi Mungu anakuhitaji na anataka afanye kazi na wewe, na anataka utii. Naye masikio yako haisikii, wafuatana tu. Watu alika yako wamepewa mabibi na Mungu. Watu alika yako wamepewa mabwana na Mwenyezi Mungu. Watu alika yako wanatulia kwa mambo vizuri. We, you are neither not here, na hauko pale, haieleweki. Na hakika tukikuangalia, mashida na mateso ambayo unayapitia siku ya leo yanatokana na kutosikia kwako. Sikia hii. Wakati mmoja nikawa na mhubiri, na hata siku ya leo wako, akawa mtu ambaye hatii sauti ya Mwenyezi Mungu. Akielezewa na Mwenyezi Mungu enda saina laini hii, na yeye anafuata hii laini nyingine. Sasa alienda akaanza kazi nyingine ya kupiga mawe kwa kware. Sijui bahati mbaya tu ilitokea, akaagukiwa na mawe na akafujika mguu. Sasa akiwa amefujika mguu, Kristo akawa anamuelezea, ninakuhitaji, usitoroke. Ndio kitu rahisi, ndio Mwenyezi Mungu akutumie vile anataka. Usipotii, shida ni yako tu. Nikikuelezea usipotii, shida ni yako. Unasikia, mimi nasebaga nimepitwa season 3 na Mwenyezi Mungu. Hizi season 3 nikekuwa wapi yake? Hizi season 3 nimepitwa na Mungu, na anasema lazima nikutumie dakika ya mwisho. Lakini hizi season 3 inanisherewesha mpaka ninasherewesha mpaka mambo mingi Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kufanya na mimi kwa huu muda wa season hizi 3 nikiwa sisikii. Usimtoroke Mungu. Mambo ambayo unayapata siku ya leo yanatokana na wewe kutotii vile Mwenyezi Mungu anataka. Na hili ni jambo lingine Mwenyezi Mungu ananielezea niwaelezee. Mama wewe, uko na watoto vijana. Kijana akilete msichana kwako, heshimu uamuzi wa huyo kijana. Amulete nani? Heshimu tu. Sikiza, hakuna vile huyo kijana wako atapata bibi ambaye anakaa kama wewe. Hakuna. So, kama uko na watoto na ni vijana, uko na wasichana, washeni kuingilia ndoa za watoto wenu. Nyinyi ndio mnaharibu. Na inafika kiwango watoto wana relax, wanasema kila mmoja nikilete mamu hataki. Kila mmoja nikilete mamu hataki. Hii issue haikuagi na wanaume sana. Inakuaga na mother-in-law ama mothers. If your daughter anataka kuolewa na huyu jamaa, na wewe unakuja unamwambia haitaenda namna hiyo, for one, hautakuwa mke kwake ama uwe bibi kwake. Respect. Mrespect hao watoto ama hao msichana wako atalete kijana ama kijana wako atalete bibi. Run to respect. Hii mashida mingi unaona ikiwa na watoto wako inatokana na wewe. Maana umeletewa msichana, unaanza kumrani siku ya kwanza. Ukimuona tu unasema dhamira, unajua dhamira yangu na yake haishikani. Dhamira yako na huyu msichana ambaye ameletwa ama huyu kijana amekuja na bibi na msichana wako, sio lazima dhamira zenu ziingiane. Sasa wewe unaamuka unasema dhamira yangu na yake ni kama hazilingani, hasiingiani, na unaanza vita. Maneno ambayo umeyanena kuhusu huyu msichana wa mwenyewe ama kuhusu huyu kijana wa mwenyewe ndio yamefikisha mtoto wako hapo. Hebu niwaulize, wewe wakati uliolewa, ukaolewa na huyu mzee uko naye, ama ukaolewa na huyu ukawa msichana huyu mko naye, na unaingilia ndoa ya watoto wako, mlikuwa mnaishi maisha ya aina gani? Niambieni ama mseme. Watu wengi
wanaanzia chini. In fact, mnashikana na mtu hata ni kama hamuelewi kama ni kuoana masikimo si kuoana. Na maana ndoa nyingi tunafanyaga maharusi hapa makanisani, mengi hayakuagi maharusi matakatifu. Tuongeeni ukweli. Wengi wanafanya harusi na inakuanga already wameonana. Sasa hii ya kukuja kanisani inakuanga tu ni con that. 90% ya watu ambao wanafanya harusi siku ya leo, wengi wanakuanga wameonana sexually. 10% ndio wanakuanga na ndoa ya ukweli. Sasa ukianzia na usharati ama uanze na kuonana kimwili na ile mko naye, don't expect maisha yako ya ndoa iwe mazuri wakati unasimama mbele ya mhubiri unasema hii na hapa ya kwamba, na unajua already mmeonana. Wewe ambaye mzee unakataa huyu msichana ameletwa na kijana wako, ama wewe mama ambaye unakataa huyu msichana ama kijana, wewe ulianzia maisha namna gani? Ulianziaje? Yako yalikuwa mazuri? Unataka kuniambia mambo yote yalikuwa sawa? Kama mimi nilipelekea bibi yangu bamba, nikamwambia nataka kufanya harusi, akaniambia we sio mimi ninaoa, ni wewe na usinisumbue. Nikaenda kwa mama, akaniambia huwezi fanya ABCD kabla ya mtu fulani. Learn to respect the decisions za watoto wenu. Akikuletea msichana, mkubali. Akikuletea kijana, withdraw. Hii vita mingi na hii laana zote mnaona. Unaona kijana hataki kukuongelesha, unaona msichana hataki kuongea na mama. Inatokana na hii. Na mnajua mnaweza badilisha. Unaona mtu young ni flexible. Unaweza kummold na maombi. Sasa saa zile umeona huyu kijana unasema, huyu tu ndio umeshagua, huyu ndio umeona. Wanangu kujeni niwabariki. Uanze kuombea maombi mema. Baada ya miaka 5-10 utaona mazao. Lakini kama ulimlaani siku ya kwanza, una expect abarikiwe na nani? Na Biblia inasema heshimu baba na mama uongezwe siku hapa ulimwenguni. Sasa kama wewe mama ndio unaprovoke mtoto hawezi akakuheshimu, kama wewe baba ndio unaprovoke mtoto hawezi akakuheshimu, the moment unaingia kufarakana na mtoto wako ukiwa mzee ama ukiwa mzazi, the straightforward moyoni mwako unakuaga unakata masiku ya huyo mtoto. In fact, siku ya leo nikitaka watoto wangu wasiishi maisha marefu hapa duniani, wakufe mbele yangu kabla, nitaanza kufarakana na hao. Na mimi nitawashokoza tu, nianze kufarakana na hao. Na hao sasa nikianza kufarakana na hao, watakosa kunirespect. The Bible say, respect your father and mother, siku zako ziongezeke duniani. Mimi na wewe, mzazi ambaye uko na watoto wazima wakubwa, wakati unafarakana na huyo mtoto wako, unaanza kumrushia, unakasirikia yeye, unajua in return atakupea hiyo makasiriko. Siku zake zinakuwa zimekatwa na Mwenyezi Mungu. Nani alianza hii? Na ndiposa maandiko inasema, na nyinyi wazazi msiprovoke watoto wenu. Sasa the moment unaanza kukemea ule mtoto kwa sababu ya msichana amelete ama kijana amelete, ukimprovoke naye unajua atarudisha, atakutolea ile heart, hata kurespect. Mungu anasema wewe ndiye anahesabia kukata masiku kwa huyo mtoto, na atakuuliza. Kama mtoto alikuwa amepewa miaka 50 ama 100 na Mwenyezi Mungu hapa duniani, wewe ukiwa na miaka 60 ya huyu kijana anakuletea msichana, halafu unaanza kufarakana na yeye, huyu msichana sio mzuri. Sasa kijana naye atatoa, yule msichana atatoa, sasa akupee baki ile kitu unamletea, kisha masiku yake inakatwa. Mungu anasema wewe ndiye anauliza hizo masiku. Hiyo laana anakuuliza wewe mzazi. Na ndiposa Biblia inasema you should wazazi wasiprovoke watoto. Just imagine. Ninashangaa kama mimi sasa, babangu nilikuwa naenda kumwambia ninataka kuoa, ananiambia ni wewe unaoa, ananikemea, anasema hata wewe si wangu, wewe sijui ulizaliwa. Yaani na mimi nikikasirika sasa ninamuuliza swali, babangu alisababisha masiku yangu yeye imekatwa kiasi kwa sababu nilikasirikia yeye. Tuongee ukweli. Ni nani mwenye makosa hapa? Ni mimi ama ni dadi? Sasa mzazi ambaye hana hekima anakemea mtoto na anamprovoke,
Mtoto naye anaanza kuongea maneno akirudishia baba. Mwenyezi Mungu naye anakata siku za mama za baba, maana hii lazima ifanye kazi. Mtoto asipo respect mzazi, masiku yake ya duniani inakatakatwa. Sasa wewe mzazi, wewe ndio umeshokoza mtoto, maana amekuletea msichana, maana amekuletea kijana. Naye kijana anakasirika, hakuongeleshi, hata hataki kukuona, siku zake zinakatwa. Mwenyezi Mungu anasema hiyo lazima utajibu Mungu ukiwa mzazi. Kwa nini ulimprovoke? Na mambo mengine, hebu nikuulize na nikimadharau tu. Sasa tuseme kwa mfano, mimi nimeleta msichana ama mkijana wangu ameleta msichana kwangu alafu nimkatae. Huyu ama msichana alete kijana nimkatae, ama msichana hivyo vice versa, kijana wangu alete msichana alafu mama aanze kusema huyu mtoto unamfanyia hivyo na unamprovoke, anaanza kukuletea shida na that pain anakumwagia, siku zake zinakatakatwa. Hizo siku zinakatwa, utajibu Mungu kwa nini ulisababisha asikatwe siku za huyo mtoto? Maana tunaelezewa to make sure tuna accomplish ile assignment yote ambayo tumepewa hapa duniani na Mwenyezi Mungu. Hiyo ya ulezi, Biblia inasema watoto ni inheritance, na uwalee kulingana na mapenzi na kumuogopa Mungu. Muonyeshe mtoto Mungu, mpeleke kwa njia za kimwenyezi Mungu, asiheshimu atabarikiwa. Sasa wewe walaani mtoto, huyo msichana simtaki hapa, sijui baba wanafanya nini, sijui ni kabila gani. Sijui ninasikia sina raha moyoni, na sijui kwa nini. Ninasikia tu sina raha, na sio ati nimekasirishwa na nini chochote. Nasikia tu sina raha wakati ninaongea huu ujumbe. Unanisukuma, maana ninaona watu wengi ambao wanapitia mateso kama Nebukadnezar miaka 9, miaka 10. Unafikiri ilikuwa ni ya mchezo Nebukadnezar miaka hiyo yote kupitia kuwa kama mnyama? Sasa nakuuliza wewe, miaka yako ya kuwa mnyama imefika? Mateso na mambo ambayo umeyafanya, unakunywa kikombe hiyo ya Nebukadnezar kukaa forest akiwa kama mnyama. Hukumu imefika juu yako. Sasa kama hukumu imefika juu yako, hii hukumu imefika juu yako kwa sababu ya matendo ambayo umeyafanya tangu mwanzo. Matendo ambayo umeyafanya yamesababisha Mwenyezi Mungu akiwa anakupenda, anakuashiria mpaka dakika ya mwisho, anakuambia mene kama hivyo. Na ujue Nebukadnezar alikuwa mzuri, maana wakati alimaliza hiyo punishment Mwenyezi Mungu alimrudisha na akamrudishia ufalme wake na akawa kiongozi. Wenda ikawa wewe utamaliza miaka 10 na hautarudishiwa ufalme wako. Wakati moja, na hii ni jambo nishaiongea, kuna jamaa kwetu alikuwa anaitwa Kafudhi. Alikuwa ni mhubiri wa independent. Kijana yake akaingia kwa courtship na msichana fulani, na siku moja huyu kijana akiwa hayuko nyumbani, yule msichana wake akakuja kutembea huku, na kisha mama akaambia baba, usidikishe huyu mtoto maana yule kijana hayuko. Baba alipoenda na huyu msichana, alienda akamlipa on the way. Na Mwenyezi Mungu, juu huyu jamaa alikuwa mhubiri, akasema nimeweka kiboko, huyu jamaa atakaa kama mnyama miaka kadhaa. Alipewa miaka sijui miaka ngapi. Sasa wakati wa kuombewa maombi ili arudi normal, Mwenyezi Mungu alinituma mimi na mama mwingine, hapo ni ushago. Nilipoingia kwa ile nyumba ya yule jamaa, junikishen haikuwa imefanywa plaster chini, alikuwa ametoboa shimo na mkono anaingia huko shimo kubwa, anaingia huko ndani. Alipotoka kwa mchafu, ule mama tulikuwa na yeye, nafikiri alimuosha na akambadilisha manguo. Nilikuwa nimetoa zile nguo zangu mzuri nikampea, na kisha tukaomba na yeye, na Mwenyezi Mungu akasema kikombe imefika mwisho. Lakini badala arudishwe sawa, ile kiti alikuwa amekalia kama mhubiri, alikaa akakufa. Well, huenda ikawa huko katika hii Nebukadnezar
alipigwa ama alipata ile kiboko akakaa kama mnyama. Na kisha baada hii muda yote akawa amekula nyasi. Ikawa wakati wake umefika mwisho na akasemehewa na akarudi sawa na akarudishwa kiti yake. Well, wewe unaona kama wako kikombe ikifika mwisho utarudi nomo? Unaonaje? Sidhani. Na maisha ile tulikuwa katika hii Danieli ilikuwa wakati ule Old Testament. Ni mambo ambayo yanatendeka mpaka siku ya leo. Sasa nikiuliza tu juu siku hizi tukiona jambo lote tunasema ni kawaida. Unaona mtu anateseka juu ya hili na hili anasema ni kawaida. Maana Mwenyezi Mungu alikuwa ananena sana na wale prophet wa zamani wananenea watu. Na watu either wanatii ama wanakataa kutii. Siku ya leo kwa nini Mwenyezi Mungu haneni? Siku ya leo kwa nini Mwenyezi Mungu haneni? Kukelikuwa na jambo Mwenyezi Mungu anateremka na anakuja kuongea na watu pale. Lakini siku ya leo ni kama mambo ni sawa tu. Sisi hadisi. Matendo hayo ambayo unayafanya siku ya leo. Hizi vituko uko nazo na unakatazwa na Mwenyezi Mungu anakukanya. Na kisha unazidi kufuatilia tu ukitenda. Yako na mazao. Do you know? Mwenyezi Mungu hataruhusu ukufe kabla hujakunywa hiyo kikombe. Huyu jamaa ili ae mtu ambaye wakuwekwa kuwa mnyama. Alikuwa tu anaongeleshwa na Mwenyezi Mungu tangu. Na anaelezo washa hii na hii, hasikii, washa hii na hii, hasikii, fanya hii na hii, hasikii. Ni mangapi Mwenyezi Mungu amekukanya na wewe usikii? Swali tu. Unijibu tuelewane, asema Mwenyezi Mungu. Wewe ni ostrich ya nyumbani ama wewe ni ostrich ya huko forest? Soma hiyo kitabu ya Danieli. Wende yote mpaka soma yote ukiwezekana uende mpaka mwisho. Maana iko na mambo makubwa ambayo yameongewa. Iko na mambo mengi ambayo yako ndani ya hii ambayo ni ya umuhimu. Maana hata maisha ya Danieli ni funzo kutoka kwetu. Unaishi maisha aina gani? Wewe ni Mkristo aina gani siku ya leo? Can you be counted among the people ambao wanamtii Mwenyezi Mungu? Can you be counted? Well, unajua ni kama tunaona asifu Mwenyezi Mungu ako bali, lakini Mwenyezi Mungu ako karibu na dunia zaidi ya mbele. Maana nyakati zile Roho Mtakatifu alikuwa hapa duniani ilipoumbwa. Roho Mtakatifu alikuwa amejishikilia kwa mawe. Siku ya leo Roho Mtakatifu ako. Lakini kama anataka kushikilia anaingia ndani ya mtu. Usimfanye huyu Roho Mtakatifu ambaye umepewa na Mwenyezi Mungu I grieved. It is advisable ukae bila kuolewa. It is advisable ukae bila kuolewa. Kama unajua ukiwa na huyu bwana uko naye, huyu bibi uko naye, umejazwa na Roho Mtakatifu mkiwa pamoja. In case mkiashana na Roho Mtakatifu wako ndani yako na umewashana na bwana, umeashana na bibi, please usiolewe. Maana the moment utacheza na mwanaume ama mwanamke mwingine muingiana naye sex, Mwenyezi Mungu ataondoa Roho Mtakatifu na hautasamehewa maisha yako yote. So in case Mwenyezi Mungu ameona ama wewe umeona uzito wa doa ambayo uko naye na unaona huwezi tena kukaa kwa doa, ukiamua kuondoka na umejazwa na Roho Mtakatifu, na kusihi wewe usiende kuoa ama kuolewa na mtu mwingine. Stay single. Alafu kitu kingine,
usilale na mwanamke ama mwanamume. Utahesabiwa kitu mzuri na Mwenyezi Mungu ukitii. Lakini ngoja niwaambie, ukiwa na Roho Mtakatifu na umeolewa, na saa ile Roho Mtakatifu ameingia ndani yako ni wakati umeolewa. Sasa mkiwa katika ndoa, Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, kunaweza kuja sababu ambayo mnaweza sababisha muashane nyinyi wawili. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, please usitafute bwana mwingine ama bibi mwingine. Kaa ukiwa peke yako, na Mungu atakaa pamoja na atakuwa pamoja na wewe, na ikiwezekana atakutumia. Lakini ukiwasha bwana yako ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, na wewe bwana umekuwa umejaa Roho Mtakatifu, umeashana na bibi, kukikuja sababu nyingine ambayo itasababisha muashane, usiende kutafuta mwanamke mwingine ama bwana mwingine. You stay alone. Hujaruhusiwa kuoa ama kuolewa. Adwait. Hebu ni watume hii maombi. Unajua sometimes tunaongea na tunaona kama jambo ni mchezo tu. Omba Mungu akudhihirishie katika ndoto, uone katika maono, uone katika ndoto, akunenee na sauti Mwenyezi Mungu huyu. Akufunulie tu kama utaingia Yerusalemu. Akufunulie tu. Please, ninawasihi. Huu utumishi na hii mahubiri na hii injili ambayo ninaisukuma itaisha. Kupatiana itaisha. Kutoa fungu la 10 itaisha. Sadaka itaisha. Kupatiana mali yangu kwa maskini itaisha. Kufanya hii kazi yote itaisha. Lakini utukufu wa Mungu, the holiness ambayo inafaa kuwa ndani yangu, hiyo haitaisha. Na hiyo ndio itasababisha tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu tuelezewe igieni. Mimi nakusihi wewe unasemaga ni Mkristo, kama wajijua na uko na shaka ama you are not sure, nakusihi kama utaomba maombi ya kufunga, kukula na kukunywa, ufunge, kuomba na kukula, ili Mwenyezi Mungu akuonyeshe kama atakupatia ufalme wa milele. Akufunulie tu nyumba yako ya kiroho inakaaje. Na unajua Kristo awapende, Kristo aonekanie, Kristo adumishe kwa wokovu. Nyinyi ambao majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na unajua kutakuwa ni kilio wakati utasikia mtu fulani ameenda motoni. Let me say this. Na nitarudia tena. Ile sel ambayo wale watu hawajaokoka huwa wanawekwa. Unajua niliwaambia mtu huwa anafungwa na pengo upande huu na upande huu mwingine anafunganishwa na mtu. Mguu unafunganishwa na mwingine. Now unajua ukitoka tu hapa mwilini, sekondi 2-3 tu utoke kwa mwili, huwa unaona chochote kinaendelea. Maana huwa kuna kuja malaika wanaenda na wewe. Na sometimes wanaruhusu mtu aone mahali mwili umelala. Wakisha enda na wewe wafike kwa ule mlango, na kisha Kristo afungue ule mlango, asimame aulize nusu, ni nani huyo? Waseme ni so. Huwa anaelezea mpelekeni. Malaika wanaelezewa peleka. Sasa ukifika pale kwa ile mlango, sasa hapa hutaenda na malaika wawili, mmoja tu. Huwa anakushika mkono, anakuingiza seli. Sasa the moment mlango ya seli inafunguliwa, ile mlango, mtu yote ambaye ako ndani ya ile seli huwa anaangalia katika huo mlango, na uko upande wa mbele wa hii hall. Haina outlet nyingine. One. Malaika huwa anakuja na fungua, anaifungua. Yani wakifika tu pale mlango inafunguka. Unaenda unawekwa pingu na unanyamaza pale. Hakuna kutubu tena. Unajua, mnaona nikiwaelezea hii ni kama mtu anaona ni kama mchezo. Mimi kama
niko kwa hii platform kukuentertain. I'm sorry about you, na kuonea huruma. Kama unafunguanga video hizi za Martin Ndung'u ili ni kuentertain, I'm so sorry about you. I'm sorry about you. Kama unafunguaga hizi video ujiangalie kuwa entertained na kuonea huruma. Kristo ananiambia kuna watu wataenda kusini kwa sababu ya kuku moja. Kuku. One. Itasababisha uende motoni. Hey, Tony. Who are you? Unaenda wapi? Kama unafungulianga video zangu ni kuentertain, I'm sorry. Uko katika the wrong platform. Na unajua mimi naenda mbinguni. Na nilielezea mke wangu nikikufa, maana hizo wiki mbili hizo zimekuwa na mambo. Mpaka kuna wakati nimetoka kwa nyumba asubuhi moja na nikatoa kadi yangu ya ATM. Tukiwa na bibi tu bedroom. Nikamwambia unaona hii ndio kadi yangu ya ATM na pin number ndio hii. Nikaandika kwa karatasi na nikaweka hiyo ATM hapo. Na nikampea nikamwambia hii ndio kadi yangu ya ATM na pin ndio hii. Na nikamuonyesha niko na account hii kwa benki. In case nikitoka ije niende hivi nikose kurudi, usinipeleke nyumbani ukanizike huko. Utafute mahali pale Lang'ata ulipe kaburi ile ya bei ambayo ni ya maisha. Unizike pale, usinipeleke Ushago, niko na plot, niko na shamba. Unizike pale ili Wakristo ambao tumekuwa tukicommunicate na hao duniani ambao hawako Kenya na wengine wako within wangependa kuona mahali niliziko, watakuwa wanakuja pale Lang'ata wanaekelea maua bila kuulizwa. Usinipeleke Ushago. Lakini sikia hiyo siku nilipokuwa natoka kwa nyumba, nikaambia mke wangu nataka kutoka, na hakuongea. Nilimpea kadi ya ATM na nikamwambia pin number ndio hii. Nikaiandika hapo, hata sijaitoa mahali niliweka. Mahali niliweka sijaitoa. Hata sijairudisha kwa wallet. Na nikajua juu hale watu wako na haja na mimi wako within. Nilitoa gari. Sio kawaida yangu mimi kufungua vioo ya gari nikienda. Huwa nafungaga na gari yangu ni tinted mpaka kioo ya mbele inakuwa na tint. Kwa hivyo adanirezi ujue hii ni gari ya fulani namba fulani. Kuniona nikiwa ndani ni ngumu. Paka askari huwa ananisimamisha. Wananiambia wewe mzee fungua kioo, ninafungua. Wananiuliza unaona kitu? Nauliza kwa nini? Hii gari yako ni tinted mpaka kioo ya mbele. Huwa ninawaambia si ukuje uingie uone. Akiingia ndani anashangaa. Inaona kila kitu. Sasa siku hiyo niliasha hiyo kadi. Ni kama siku 4 hivi. Nilienda nikiwa nimefungua gari yangu vioo. Ili wabaya ananihitaji tuone akirusha risasi anifikie. Well, sitaki kuongea mengi. Lakini ujue hii siku inakuja na haujui ni gani. Kuna mtu tunaongea na yeye saa hii. Saa hii anaangalia hii video. Na hii ni ya mwisho unaangalia. Hautaangalia ingine. Na maisha yako haijakaa vizuri. Kristo ananielezea
rekebisha na ukae maisha matakatifu. Anakuhitaji kama maisha matakatifu. Kuwe watu kama 20 ambao wanaangalia hii video na ni yao ya mwisho. Na do you know, uiangalie na hujai comment hapo chini. Comment hapo chini. Kuna watu wanaangalia hii video hawatafika kiwango ya kuona hiyo ingine ninaweka kama nitaiweka. Are you ready to go? Maisha matakatifu ndio inahitajika na Kristo kutoka kwako. Anyway, I'm happy because I'm heading to heaven. Mimi sina deni hapa duniani. Ijapokuwa Kristo huwa ananielezea sitaruhusu watoto wako walie machozi wakiwa hakuna mtu wa kuwasaidia. Kwa hivyo aliniahidi make sure watoto wangu wote wao wamefikisha zaidi ya miaka 20 na kwenda juu. Nikienda mapema, wakati nilikuwa kijana, nilipelekwa kwa mganga fulani na my sister. Nilipopelekwa kwa huyo jamaa, washa tu nimuite mganga maana sikumwamini. Alienda akaambia my sister, ufalme ama ukubwa kwenu ulianzia na baba yako, na kisha utakuja kwako wewe, utakuwa mkubwa serikalini, na kisha ufalme ukubwa utakuja wa ndugu yako baadaye, lakini wewe ndio utaanza, na kisha uongozi wako utaenda uishe, na baada ya hivyo utaondoka. Huyu ndugu yako atakakaa miaka na atakakaa kabla ile star yake kuanza kuonekana. Aliprofesai namna hiyo na akatuashiria. Na kisha baada ya miaka kama 5 kutoka wakati huo, sijui miaka 5-6, huyo sister yangu mmoja akawa mkubwa Kenya. Na ukubwa ama ile kitu cheo alikuwa naye serikalini kisha ikaisha. Sasa nimegojea mimi miaka hii yote. Siwezi penda kuwa kiongozi wa kanisa fulani alafu niongoze watu ambao hawaendi mbinguni. Kuna haja ya kuwa na kanisa kubwa na wale watu ambao ninawaongoza hatafika. Hakuna haja. Afadhali tuwe 2-3 ambao tutafika mbinguni. So mimi sina haja na makuu, lakini penzi langu ni wewe uingie mbinguni tupatane kule. Maana mimi nitaingia, sina shaka. Na sina shaka. Maana wakati tuliwekeana agreement, Kristo akaniwekea agreement, aliniambia nitakupea ufalme, lakini angalia hii. Malaika ndiye huyu. Utakuwa unaenda nje, anakuchapa kiboko, anakurudisha laini. Brethren, kurudishwa laini ni nzuri na ninafurahia. Lakini for sure mimi paka ule mtoto ni wangu akiniambia daddy niombee hiyo kipawa ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu iwe ndani yangu, siwezi. Tamwambia wewe hanga, jitafutie, enda kwa Mungu umuulize akupe. Lakini mimi siwezi nikamwekelea mkono. Gharama ya wokovu yeye itafute. Asiwe anasema daddy alinifanyia ABCD. Maana sijui uzito. Wakati mmoja nikiwa kijana
Nilipookoka tu, kuna wakati tulikuwa tunaomba na watu wengine, na nikasema, Mungu, nimeshukua mzigo wa hawa watu nimejiwekelea. Sikumaliza siku 3 kabla sijaaguka. Sasa na wewe pasha kushukua mzigo wa mtu unasema umejiwekelea. Wewe si Kristo. So na mimi siwezi nikawekelea mtu mkono nimwambie ile kipawa nimepewa, ninakuombea Mwenyezi Mungu akupatie. Kama hiyo siwezi. Juu mimi ndiye ninajua yale amepitia. Na niseme hii, wewe ambaye umeokoka, either ni bibi ama bwana, in case ushaipata your partner in infidelity na Kristo akakwambia umsamehe, na umemsamehe mpaka wa leo unasikiaga moyoni hauna raha, kuna maana, sababu Kristo akakuelezea umsamehe. Anasema baada ya hii kuna gift Mwenyezi Mungu amekuwekea. Ile kitu imesababisha asikupatie ni that pain ambayo iko kwa roho yako. Alikwambia umsamehe. Ni for sure. Ulipata mwenzako infidelity ikiwa ndani na ukamshika amefanya mambo ya usharati ije, na Mungu akakwambia umsamehe, na wewe umeokoka, either haya ni bwana ama ni bibi, na hii kitu inakuuma mpaka siku ya leo. Kristo ananiambia nikwambie, haikuwa bure. Ukiomba na hii pain uiashirie itoke ndani yako, atakuwezesha, na on top of this atakupea kipawa. Look in this angle. Mimi kwetu tangu baba ninadharauliwa na kila mmoja, wakiniona tu hana shida, hana sikia tu hanitaki. Mpaka siku ya leo mtu utaongea na yeye 3 4 anakuambia wewe ni top up tu unakuanga nazo, hawanisikii. Sasa katika hii kudharauliwa na kupatana na hii mambo yote, tangu nilipozaliwa, kipawa na gift ambayo Mwenyezi Mungu amenipea ni hii ambayo unaona ninafanyia kazi leo. Wewe ambaye naye umepata mke wako bibi yako infidelity ikiwa juu, na ukampata kabisa na message na nini, Mwenyezi Mungu anasema ukiweza tu utoe hiyo pain, uiondoe vile alikwambia umsamehe, na ukuaga Mungu si akufe huyu. Toa that pain, maana ulisamehe na mko na yeye. Kristo anasema kuna kitu amekuwekea hapo mbele. Ukisubmit huu uchungu utoke. Wengine ni miaka 5, 6, 10. Uchungu haujai kukuisha moyoni. Ukiashiria huo uchungu utoke, Mwenyezi Mungu anasema hako tayari kukuondolea hiyo, lakini wewe huwa unashikilia. Ukikumbuka tu unasikianga vibaya, paka hutaki muonane na huyo mtu. Si umeokoka? Anakuambia ukiashiria na urelease, kuna kitu amekuwekea katika wokovu hapo mbele. Gift. Unaona hii Kristo ameweka ndani yako, imetokana na hii mateso yote ambayo nimeyakunywa kutoka wakati nilizaliwa. Mwenyezi Mungu alikuwa ananiwekea kwa sababu ya hii. Na ndiposa unaona mtu ananiambia, pastor, si uniombee niwe na kipawa kama hiyo uko naye. Mimi siongeagi, maana mimi sijui umefiatia gani. Hii naenda kwa sababu ya pesa ya Mwenyezi Mungu. Mimi akalia mitume, kuna wale walishamshwa na mafuta. Brethren, gift zingine sio za kuamuka tu asubuhi moja unasema ninataka. Hasiwezekani. Na yeye ambaye umepatwa na haya, na sio infidelity peke yake. Kuna huyu unatukanwa, mtu hakupendi, anakuonaga wewe ni kama mafi, ni kama hata uba ni afadhali. Mtu hataki kukuona, anakusikiaga, anasikia hakutaki. Na unajua anakudharau na unaishi na yeye na umeokoka. Unadharauliwa kwa sababu ya wokovu. Ukiashiria yote mizigo, kuna gift hapo. Kuna watu kama 40 ambao wataangalia hii video na mnakaa hivyo. Kristo anasema anataka kuwafutumia. Nyinyi amewaekea na hamjaelewa. Ndio alisababisha hiyo uchungu kuja kwa familia yako.
ndio aliashiria huyo uchungu ukuje katika maisha yako. Sasa alikuelezea usamehe na ikawa, lakini majuto una regret. Don't regret. There is something good. Mwenyezi Mungu anasema anataka kukutumia kama kale kakijiko kanafanyaga kale kanatumika na mafudi, hiyo kakijiko. Mwenyezi Mungu anasema anataka kutumia yeye kama hiyo kakijiko. Sasa the moment Kristo anakushika kama hako kakijiko akutumie, unafikiri ni mchezo? The moment Mwenyezi Mungu anasema anakushika kama hii glass akutumie, unafikiri ni mchezo? Lakini ule uchungu uko naye moyoni ndio unasababisha hiyo gift haijapewa wewe, hiyo kipawa hiyo. Anyway, God bless you. Jesus is my personal savior. Baba wa mbinguni, nakushukuru. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Niwe jana, leo na hata milele. Hakuna mwingine kama wewe. Kristo ulikufa msalabani. Nimenena neno mengi ambayo umenionyesha. Nimenena. Bariki mwenye kunisikiza. Haleluya. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Well, nimesema hivi, kuna watu kadhaa hii video ni yenu ya mwisho kuona. Hii ni ya mwisho kuona hii video. Na Mungu anasema tengeneza njia zako. Hataki utoke duniani ukiwa hivyo huko. God bless you. God bless you. Kwa maana watu wengi wanasema kwetu tunakuanga watu wa maprofesi na kusema tunanenewa na Mungu. I agree. Lakini hiyo gift ilianzia na mmoja, wawili, watatu. Kafika kwangu Kristo akaniambia, wewe sikupiti. Wewe utafanya vile nilikuwa nataka ifanyike. God bless you. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amenidumisha. Namba ya simu ni 0721 735 498. Telecom 07 74 297 055. Na kuna hawa dada wawili na wafikia sana. Kuna wakati nilipeleka mtoto wangu Kenyatta. Hii Mungu ananionyesha. Anikumbusha tu, nilianza kukumbushwa hiyo jambo usiku. Kuna wakati nilipeleka mtoto wangu Kenyatta akiwa amepigwa na waizi. Kuna katika theater kulikuwa na madam mfupi ambaye alisema niko na kiburi, nataka niingize mtoto wangu kabla wakati hujafika. Na in fact juu tulikuwa tumeenda Saturday usiku. Sasa Sunday tulikuwa tumeenda Saturday usiku. Sasa Monday asubuhi kuna vile nilitumwa X-ray theater. X-ray sio theater, X-ray. Na kuna huyu mama alikuwa mfupi, nurse ambaye alikuwa amesimamia hapo. Aliamua tu kusema, akaingilia na akasema hizo mashini zote zimeharibika. Wale watu ambao wamepigwa picha kupitia hao wagoje. Na juu ni mimi alikuwa anatesa, aliniweka hapo mpaka saa 10 ya jioni. Oh no. Niseme nini? Nasikia machozi tu. Aliniweka hapo mpaka saa 10 ya jioni. Wengine akawashukua, akawaitia kwa njia nyingine, anakuja tu anawaita. Anaenda room mwingine. Mimi nikawekwa hapo tangu saa 1 ya asubuhi mpaka saa 11. Mpaka wakati sasa madaktari wanakuja jioni ili wapee watu ruhusa, sasa ni Monday, ama washukue watu wapeleke theater. Ikawa ninaitwa kwa speaker Benjamin, alikuwa anaitwa Benjamin. Sasa nikiwa pale katika hii sehemu,
Kristo alinitokea tu na akanikomfort, na nikawa na uchungu mwingi, nikalia sana. Nikasema angelijua hangefanya hivi. Nataka kunenea huyu mama, maana mimi simjui, na ninajua for now maisha yake vile yako, yeye alifanya tu kwa sababu yeye ni mkubwa pale, lakini for now maisha yake vile iko hana raha. Nikuelezee huyu nurse, sijui ulikuwa nurse, ulikuwa mfupi, ulikuwa x-ray room. Wakati nimeleta mtoto uliniweka hapo tangu saa 1 asubuhi, juu tulikuwa tumeenda usiku kama saa 4 ya Friday ya Sunday. The following morning wakati nilikuja pale x-ray, sijui tulikosania wapi, nikaingiza mtoto wangu, ukaniambia sio yeye, nikawa nasema umeniita, nilikuwa nimelala, nikakuelezea. Uliniangalia tu na ukaniondokea na ukaniambia niingize mtoto. Na baada ya 30 minutes ukasema hiyo x-ray imeharibika na kuna watu picha zao zimewashwa ndani, wangojee itengenezwe. In fact mpaka saa 11 tulikuwa tu hapo na mke wangu, mpaka tukaitwa tupeleke mtoto apelekwe ward, tukiwa tunangojea. Enyewe ulifanya juu ulikuwa na mamlaka, lakini ile kikombe unakunywa leo, my sister, mimi nimekusamehe na Mungu akubariki. Hiyo kikombe unakunywa siku ya leo, Mwenyezi Mungu akuondolee, na ikiwezekana, juu ninajua huangaliangi juu ya pride, huangalii video kama hii ninaongea. Na kutoka hapo mtoto wangu akapelekwa mpaka mahali kuna watu wazima ambao wanafungwa na kamba juu ya vile wako na funjo. Wewe ndio ulianza hii mambo yote. Na mtoto wangu baadaye apelekwa wodi ya watoto, alipelekwa wodi ya watu wazima ambao ni watu wavunjo, wanakaa kama wakupigana, walishikwa katika vita, walikuwa, akaingizwa hapo. Ulianza hii yote. Ile kitu unakunywa siku ya leo ninaiona, maana naona tu crocodile imepanua mdomo namna hii, kabla haijakushika inaingilia kati, na Mungu akusamehe. I love you my sister. Hata kama ninasikianga ushungu kwa sababu ya hiyo siku, nikikumbuka wakati huo huwa ninasikia machozi yakinitoka. Naye naombaga Mungu, kwa nini? Anyway, I forgive you, nilikusamehe. Lakini ukipata hii video, nikipenda tu ushukue namba yangu kwa siri, uniongeleshe. In fact hata uiweke private number, tuongee na wewe, tuelewane, maana nilikusamehe, lakini kuna kiboko juu yako. Yale unayapitia siku ya leo, ninajua si ya kufurahisha. I know, ninaona hauna raha. God loves you. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu atendee. Na ambaye unafungulia hii video, unaangalia hivi, unasikia machozi pamoja nami, omba Mungu akuwezeshe kukaa maisha matakatifu. Hii dunia ni kwa muda, hatukai. God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu katika jina la Yesu Baba, bariki hawa wote. Maana kuna hii farasi umefungulia Mwenyezi Mungu, inaingia katika nyumba ya watakatifu. Na hiyo farasi ya baraka mwenye kuikalia awe na baraka katika hizi nyumba nyingi za wale ambao wameokoka, ambao wametii kukaa maisha matakatifu. I surrender all to you. I give you all the glory, my Redeemer. You are mighty and you are able. There is no one else like you. I submit myself to you. Bless you ambaye ananisikia. Bariki Mwenyezi Mungu.
Ninakataa kifo, premature death. Ninakataa kwa huyu ambaye ananisikiza katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Unastahili na hakuna mwingine kama Yesu. Ulikufa msalabani ndiposa tupate wokovu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Niwaambie, naenda kumaliza, inakuja jambo lingine. Kristo anahitaji katika maisha matakatifu. Please, kaeni maisha matakatifu, muone Mungu. God bless you. God bless you. God bless you. Nasikia. Sijui. Anyway, God bless you. In Jesus' mighty name.